Tunamwomba Allah jalla jalaluhu atuteremshie baraka na sakina katika majlis kama vile hii, na ajalie majlis kama vile hii ikuwa ni yenye kushuhudiwa na malaika wa Allah tabaraka wa taala, na ajalie sote ambao kwamba tutakuwa katika majlis kama vile hii tuwe ni wenye kutoka kwa faida kwa uwezo wake Allah jalla jalaluhu. Kwa kuwa hii ziara miongoni mwa malengo yake ni kuamsha imani zetu na kunasihiana, hali ambayo kwamba itamfanya Muislamu akuwe katika maisha ambayo kwamba anayapenda Allah jalla jalaluhu. Na kwa kuwa mbele yetu siku chache tu biidhnillah taala tuenda kupokea masiku bora zaidi katika masiku ya dunia, na mwezi ambao kwamba ni mtukufu zaidi, mwezi wa Ramadhan. Kutokamana na hili ni dharura kwa Waislamu kuweza kukumbushana mambo ambayo kwamba yanahusiana na ibada zao. Ulama rahmatullahi ta'ala alayhim wanatuambia kutafuta ilmu ni faradh, kutafuta ilmu ni faradhi, kutafuta ilmu ni lazima. Lakini kutafuta ilmu huwa lazima zaidi kwa binadamu ile ilmu alhal. Yaquluna afdalu alilmi au awjabu alilmi ma'rifatu alhal. Ilmu ambayo kwamba ni wajibu zaidi kwa mtu ni kujua ilmu ya mazingira ambayo kwamba anamzunguka. Wewe kila siku Muislamu yafaa usali, la budda uelewe swala yako. Kuna Muislamu na miaka 30 lakini mpaka leo pengine hajui maana ya subhana rabbiyal a'la ni nini. Ama kuna Muislamu mwingine na miaka 15 yusali lakini hajui hata tafsiri ya suratul Fatiha. Wa ala qadri ma ya'rifuhu almar'u fi salatihi yujza, qadri binadamu anavyojua katika sala yake ndio hulipwa. Fala budda Muislamu afanye juhud kujifunza ile ibada ambayo kwamba anaenda kuifanya, ili usikuwe kama vile Mayahudi na Manasara. Ukiwa wafanya ibada yako bila ya ilmu, utakuwa ni kama vile Manasara ambao Allah tabaraka wa taala ametuwekea dua ndani ya Qur'ani tujiombe tusikuwe kama vile wao. Wasema ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim, ewe Allah niongoze katika barabara iliyonyoka. Barabara mustaqim ni gani? Siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao kwamba umewaneemesha. Ni kina nani ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha? Allah jalla jalaluhu anatujibu ndani ya Qur'an, wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yoyote ambaye kwamba atamtii Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa pamoja na wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha katika manabii wa Allah jalla jalaluhu. Manabii wa Allah walikuwa wakipata ilmu hufanyia kazi ile ilmu. Kwa hivyo hutakuwa kama vile Manasara, wewe utakuwa min alladhina an'amta alayhim, ambao kwamba ni manabii wa Allah tabaraka wa taala, na wale wa kweli na shuhada ambao kwamba wameondoka fi sabilillahi tabaraka wa taala, na waja wema wote, na hao ndo marafiki wazuri zaidi kusuhubiana na wao. Lakini Allah akasema ghairi almaghdubi alayhim, namuomba Allah asikupeleke kwa barabara ya maghdubi alayhim. Man hum almaghdubi alayhim? Alyahud, mayahudi ndo maghdubi alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala amewaghadhibikia, amewakasirikia mayahudi na manasara. Na yoyote ambaye kwamba atapata hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala, hal lahu min mafaza? Muona kwamba atafaulu mtu ambaye kwamba amepata hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala? La, hawezi kufaulu. Lakini Allah jalla jalaluhu akasema wala dhalin, hawa maghdubi alayhim ambao kwamba ni yahudi. Ma sababu ghadabillahi alayhim? Ni ipi sababu ya wao kughadhibikiwa na Allah? Annahum kanu ya'lamuna wala ya'maluna bi'ilmihim, alikuwa wana ilmu, hujua kama hii ni halali, hujua kama hii ni haram, lakini kwa hawafanyi kazi. Sasa na wewe kuanzia leo ukijua ilmu na ukawa hufanyi kazi ile ilmu, jua kwamba wewe unajifananisha na Mayahudi. Lakini ikiwa wewe wafanya ibada bila ya ilmu, utakuwa kama vile Manasara. Allah sema wala dhalin. Dhalina manhum an-nasara, nasara ndio dhalin. Sababu gani? Kanu ya'buduna Allah ala jahlin wa dhalal, kuna maabudu Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ujinga. Yeye yaenda tu kanisani waomba tu, madhambi yake aenda kutubia kwa pasta wake mwenyewe mshafu wa mwisho. Basi ndio peleka pale mambo ufanye. Ya'buduna Allah ala jahl wa dhalal. Fala budda lilmuslim
alla yakuna mithla al-yahud, la budda muislamu asikuwe kama vile mayahudi ambao wao wana ilmu lakini hawafanyii kazi ilmu yao. Wala budda muislamu asikuwe kama vile mnasara, kwa sababu mnasara yaabudu Allah ala jahlin wa dhalal, anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ujinga na juu ya upotevu. Na mmoja katika salafu rahmatullahi ta'ala alayhim wasema, man dhalla min ubadina, yoyote ambaye kwamba atapotea katika watu wetu wa ibada. Man dhalla min ulamaina, yoyote ambaye kwamba atapotea katika ummati Muhammad ilhali yeye ni mtu mwenye ilmu, fahuwa ashaddu min alyahud, yeye huwa ni mbaya zaidi kuliko Myahudi. Mtu ambaye kwamba amejua ulazima wa kufuata dini ya Uislamu, mtu ambaye kwamba amejua ulazima wa kufuata tauhid, mtu ambaye kwamba amejua ulazima wa kufuata sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam, mtu ambaye kwamba amejua ulazima wa kufuata manhaji ya Mtume sallam, kisha asifanye, hadha adallu min alyahud, huyu ampotea zaidi kuliko Myahudi. Kwa sababu huyu Allah jalla jalaluhu amemuonyesha nuru akiwa ndani ya Uislamu, kisha akajifananisha na Mayahudi. Qala wa man dhalla min juhalina fahuwa ashaddu min an-nasara, na yule ambaye kwamba atapotea katika majahil wa ummati Muhammad atakuwa ni mpotevu zaidi ya manasara. Sababu manasara wenyewe yaabuduna Allah ala jahlin wa dhalal, wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ujinga. Falidhalik mtu salama ni al-alimu al-amil, mtu salama ni mwenye ilmu na anayefanyia kazi ilmu yao. Annasu thalathatu, watu wako aina tatu. Mtu wa kwanza alimun ya'malu biilmihi, mtu mwenye ilmu ambaye kwamba humfanyia kazi ilmu yake. Huyu ndo ambaye kwamba hupendwa na Allah jalla jalaluhu. Na mtu wa pili ni alimun la ya'malu biilmihi, mtu ambaye kwamba ana ilmu lakini hafanyi kazi ilmu yake. Hadha ghadiba Allahu alayhi, Allah amemkasirikia. Na mtu wa tatu jahilun ya'malu ala jahl, jahili yeye mwenyewe yuwafanya amali zake juu ya jahl. Huyu naye pia ni mtu mbaya, huwa kama vile nasara. Falidhalika sisi tunafanya haya ili tukimbie kuwa kama vile manasara ambao walikuwa wanafanya ibada zao bila ilmu, na tutafanyia kazi ilmu yetu bitawfiqin min Allah jalla jalaluhu, ili tusikuwe kama vile Mayahud alayhim la'natullah ambao kwamba wao hufanya amali zao bila ilmu. Falidhalika min mujmal ma sanakhudhuhu fi hadha alyawm, katika mambo ambayo kwamba tutachukua katika siku ya leo ni ayat ambazo zajulikana kwa ahlul ilmi ama zajulikana kwa ulama tafsiri kwa ayatu siyam, aya ambazo kwamba zazungumza kuhusiana na funga. Hizi aya Allah jalla jalaluhu ametutajia ndani ya Qur'an akitubainishia ahkam mbalimbali ambazo kwamba zafungamana na Muislamu ambaye kwamba yufunga. La budda azifahamu, la budda azifanyie kazi ili somo yake ikuwe sawa. Muislamu akifanyia kazi hizi aya, somo yake itakuwa sawa. Pale Allah jalla jalaluhu aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khayran fahuwa khayrun lahu wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Aya kama vile hizi zinajulikana kama aya za saum, na insha Allah tutatafsiri kadri ambavyo kwamba Allah jalla jalaluhu atakuwa ametuwezesha. Tukizimaliza wallah, kama itakuwa hatujazimaliza, natumai imamu wetu na mashekhe zetu watakuwa ni wenye kuendelea kuwafundisha watu ibada kama vile hizi za ibada kama vile hii ya saum. Miongoni mwa mambo muhimu ambayo kwamba Muislam yasta'iddu biha lidukhuli shahri Ramadhan, Muislamu mambo muhimu ambayo kwamba yafaa ajiandae nayo kwa kuingia mwezi wa Ramadhan. Jambo la kwanza, an yazima ala ta'ati Allah, aazimie kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Ramadhan. Hata kama Ramadhani bado hujaingia, kuanzia sasa azimia ya kwamba Ramadhani ikifika utamtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufunga na kufanya ibada mbalimbali, kwa sababu an-niyatu, nia kuna muda inaweza ikampeleka sahibu yake nafasi ya amal. Mtume alayhi salatu wasalam siku moja akiwa katika vita, yuko na masahaba zake, akawaambia inna fil madinati la rijalan ma sirtum masiratan wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al'udhr. Mtume siku moja yuko na masahaba zake katika vita, wameshuka pahali, akawaambia Madina, sasa tuko hapa, anawaambia Madina kuna rijal. Mtume akawaita rijal, asema ma sirtum masira, ninyi hamtembei aina yoyote pahali popote mwendako, wala qata'tum wadiya, wala hamshuki bonde lolote kupigana jihad katika bonde kama vile hilo, illa kanu ma'akum, ila hao jamaa wako na nyinyi, firwa illa sharakukum fil ajr, isipokuwa hao jamaa ambao kwamba mmewaacha Madina hushirikiana na nyinyi katika ujira. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa sababu gani? Hawa jamaa nia zao walikuwa wanatamani kuja katika vita na kwenda katika jihad, lakini habasahumul udhur, walizuiliwa wao na udhur. Falidhalika Allah subhanahu wa ta'ala akawalipa kutokamana na nia yao. Ndio Mtume alayhi salatu wasalam wasema man sa'ala Allah shahadatan bisidq ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala sariri, yoyote ambaye kwamba atamuomba Allah jalla jalalu shahada kwa ukweli, Allah jalla jalalu atamfikisha manazil ash-shuhada, katika daraja ya mashahidi, wa imma ta'ala sariri, hata kama atakufa katika kitanda yake. Fala budda unuie khairi, unuie kwamba utafanya khairi ndani ya mwezi wa Ramadhan hata kama bado Ramadhani haijafika. Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala anamuhusia mwanawe baada ya mwanawake mtoto wake kumwambia ausini, nipatie wasia ewe babangu. Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mwambia ya ibni inwi alkhaira, ewe mwanangu nuia khairi, fa innaka la tazalu fi alkhairi ma nawaita alkhaira, wewe hautaacha kuwa ndani ya khairi madamu umenuia khairi, hata kama hujaifanya hiyo khairi, lakini madamu umenuia wewe kuifanya ile khairi, Allah jalla jalaluhu kulipa kwa nia yako. Ibn Muflih rahimahullah ta'ala tuambia ya lahu min wasiyatin adhimatin liabin mushfiqin min ibni, wasia ulioje huu mzuri wa baba ambaye kwamba ana upole kwa mwanawe, wasia huu akampea mwanawe. Fala budda an tanwi alkhair, la budda unuie kufanya khairi ndani ya mwezi wa Ramadhan. Lakini jambo la pili ambalo kwamba yasta'iddu biha almuslimu liistiqbali shahr Ramadhan, jambo la pili ambalo kwamba Muislamu yujiandaa nalo kwa kukabili mwezi wa Ramadhan, kujiandaa kwa kujua na kujifunza ahkam almutaalliqa bisiyam, kujifunza hukumu ambayo kwamba inafungamana na masaili ya siyam. Lesh, hata ikiingia hiyo Ramadhan yeye aweze kufanya ile ibada ambayo alinuia kuifanya kabla hata haijaingia Ramadhan, aweze kuifanya ala basira, juu ya ilmu, kama Allah jalla jalaluhu anavyosema qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Hii ni dini ya Allah na da'wa, tulingania katika njia ya Allah ala basira, juu ya ilmu. Fala budda muislamu akuwe na ilmu ya kufanya
ile amali ambayo kwamba anaenda nayo. Falidhalika la budda lilmuslim an yataallama ahkam as-siyam, la budda muislamu ajifundisha ahkam za siyam ambazo zamsaidia yeye kuishi kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa katika hizi aya yakulu al-haqq tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu sema, idha sami'ta ya ayyuhalladhina amanu, unaposikia ndani ya Qur'an Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu fa imma amrun tu'mar qala fa asib sam'ak, eka vizuri masikio yako usikize hiyo habari inayokuja kwa makini sana. Fa imma amrun tu'mar, imma ni amri Allah jalla jalaluhu kuamrisha wewe. Kisikia ya ayyuhalladhina amanu kwa makini, subiri ni nini huja baada yake. Qala fa imma amrun tu'mar wa imma nahyun tunha, imma ni amri Allah anakuamrisha ama ni makatazo Allah jalla jalaluhu anakukataza. Sasa na wewe kama ni mu'min, kasikiza vizuri haya maneno, sema ya ayyuhalladhina amanu, ewe ulioamini. Na katika hii faida kuna mtu ni mu'min na kuna mtu ni muslim. Mwatambia kullu mu'minin muslim, kila mu'min ni muslim, walakin laysa kullu muslimin mu'min, si kila muislamu ni mu'mini. Kullu mu'minin muslim, kila mu'min ni muslim, lakini laysa kullu muslimin mu'min, si kila muislamu mu'min. Kuna mtu mwingine yeye ni muislamu lakini bado hajafikia daraja la kuwa mu'min. Ndio wale a'rab walienda kwa mtume alayhi salatu wasallam, akamwambia Rasulullah, qalat al-a'rabu amanna, mbidhi wasema tumeamini. La, kullam tu'minu, nyinyi bado hamjaamini, hamjakuwa na imani, lakini qulu aslamna, semeni tunsilimu, alamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum, mpaka pale imani itapoingia katika nyoyo zenu, hapo sasa mtakuwa mmefika katika martaba ya imani. Falidhalika muslim yuweza kubakia kuwa ni muslim lakini akawa hajafikia katika level ya iman. Na muislamu la budda an yatasabaq au an yajtahida ila an yasila ila martabati al-iman, la budda afikie katika martaba ya iman. Na tofauti tu ya haraka haraka baina ya muslim na mu'min, mara nyingi muslim ni mtu ambaye kwamba pengine analeta mambo yanaonekana. Unaweza kumuona mtu labda yusali yafunga, huu muonekana kwa huyu ni muslim, lakini kuswali pekee haithibitisha kwamba huyu mtu ni mu'min. Inawezekana nkuja kuswali lakini ikawa imani yake haamini ile swala. Umeona? Falidhalika imani huwa ndani, a'mal alqulub, matendo ya nyoyo, na alislam inakuwa ni matendo ya dhahiri katika moja ya maana yake. Ndio maana ulama wakawagawa waumini katika hali tatu: mu'min ambaye kwamba ni kamilul iman, na mu'min ambaye kwamba ni naqisul iman, na mu'min ambaye kwamba ni zalimun li nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala sema, thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrati bi idhnillah. Allah subhanahu wa ta'ala ametupea kitabu tukabakia katika level tatu baada ya watu kufikiwa na haki. Faminhum zalimun li nafsihi, wako ambao kwamba hudhulumu nafsi zao. Hawa ni kina nani? Huyu ni mu'min ambaye kwamba ni zalimun li nafsihi. Kuna mu'min kamilul iman, na mu'min ambaye kwamba ni naqisul iman, na mu'min ambaye kwamba ni zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi, ulama wanasema ni yule mtu ambaye kwamba hufanya mambo ya khair lakini hufanya na maasi, akawa anajidhulumu nafsi yake. Hadha yusamma zalimun li nafsi, kwa sababu miongoni mwa aina ya dhulma anwa', miongoni mwa aina ya dhulmur rajul ama dhulmul abd li nafsihi, mu'min kujidhulumu nafsi yake mwenyewe kwa kufanya mambo ambayo kwamba humpelekea katika mahalik, madhambi. Fahadha yusamma zalimun li nafsi. Na mtu wa pili ni mu'min ambaye kwamba ni naqisul iman, yule mtu ambaye kwamba ata bishara'i, anafanya tu mambo ya sharia lakini akaacha baadhi ya mambo ambayo kwamba ukamilisha imani yake. Manake mtu ambaye kwamba analeta mathalan mambo ya faradhi lakini mambo ya sunna hafanyi, hadha mu'min naqisul iman. Lakini mu'min ambaye kwamba ni kamilul iman, alladhi ata bishara'i, ambaye kwamba ameleta sharia zote ambazo kwamba zatakikana, wa ata bisunan, ata bilwajibat wa bisunan, huyo anaonekana ni mu'min ambaye kwamba ni kamil al-iman. Falidhalika Allah jalla jalaluhu anawaambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Na ulama wanatuambia hili neno likija peke yake, idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a, kuna muda mu'min aweza kuzungumzishwa kama muslim. Kwa hivyo hapa hii aya ilivyokuja ya ayyuhalladhina amanu, huwezi sema bana mimi bana bado sijafikia imani kwa hivyo hii aya hainihusu. La, hadha al-ana ya'um, isa inakusanya. Falidhalika mimi na wewe tumuomba Allah jalla jalaluhu katika watu ambao kwamba wako na imani.
Ulama rahmatullah ta'ala alayhim watuambia katika masail aqadiyya, masail inayofungamana na aqida, muislamu hafai kusema mimi ni mu'min. Muislam hafai kusema ana mu'min, lakini muislam anaruhusiwa kusema ana mu'minun insha Allah. Ukiulizwa anta muslim, anta mu'min, sema ana mu'min insha Allah. Lakini ukiulizwa anta muslim, sema ana muslim. Lakini anta mu'min insha Allah, sababu imani ni daraja kubwa sana. Tumuomba Allah jalla jalaluhu atujalie tuwe sote katika watu ambao kwamba wako na imani. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam, mumefaradhishiwa nyinyi saumu, funga. Falidhalika hadha dalla ala anna as-siyama wajib, ikajulisha ya kwamba saumu ni wajib. Na saumu ziko aina mbalimbali. Saumu inayokusudiwa hapa saumu ya mwezi wa Ramadhan. Falidhalika saumu ya mwezi wa Ramadhani ni wajib, ni wajibu, lazima mtu afunge, kwa sababu wasema ya alladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi mlioamini mumefaradhishiwa nyinyi saumu, kufunga, yani kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sababu hii ndio swala ya faradhi, swala ambayo saumu ambayo kwamba ni ya wajib, na hii ndio saumu ambayo kwamba ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Mtume alayhi salatu wasalam asema bunya alislamu ala khams, Islamu umejengwa juu ya mambo matano. Katika hayo mambo matano Mtume akasema saumu Ramadhan, kufunga mwezi wa Ramadhan. Falidhalika kufunga mwezi wa Ramadhani ni lazima kwa mtu gani? Likulli muslimin aqilin balighin, kwa kila muislamu ambaye kwamba yuko na akili yake amebalighi, muqimin, ambaye kwamba si msafiri, huyu kwake lazima kufunga. Hizi ndo sharti tatu za sababu tatu zinamfanya mtu afunge. Akiwa ni muslim, yuko na akili, amebalighi, huyu lazima afunge. Falidhalika kwa kila mtu ambaye kwamba atakuwa ni muislamu na akili yake mbalighi, lazima yeye afunge. Kwa aya Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Kwa nini kafiri hawezi kufunga? Lianna al-kuffara a'maluhum marduda, kwa sababu makafiri amali zao hurejeshwa kwao. Allah tabaraka wa ta'ala asema waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, tutakadimisha ile amali ambayo kwamba wao wameifanya, tutaifanya kuwa ni povu upepea tu, hawatafaidika nayo. Fala budda min shuruti qabuli al-amal, katika masharti ya kukubaliwa matendo, ayakuna al-wahidu musliman, mtu akuwe ni muislam. Lakin kadhalika min shurutihi an yakuna aqila, akuwe na akili. Mwenda wazimu si lazima kwake kufunga, sababu yeye ni mwenda wazimu, ile hali ya mwenda wazimu yamfanya yeye isikuwe kwake pale lazima kufunga. Kwa hadithi ya Mtume alayhi salatu wasallam, rufi al-qalamu an thalathati, kalamu inyanuliwa kwa watu watatu, katika hao anil majnun hatta yaqila au yufiq, kwa mtu ambaye kwamba ni majnun mpaka apate akili. Na nyingine albulugh, tufikia umri wa baligh. Umri wa baligh hauna had, kuanzia miaka 13 inawezekana mtoto akawa shabaligh. Kuna watu waweka mpaka mtoto kisha miaka 15 tu. Mtu time yoyote atapoona zile alama za kubaligh, ikiwemo ndani yake kutokwa labda na manii, hii ni katika alama ya kubaligh. Ikiwa ni mtoto wa kike, basi kutokwa na maziwa, hii ni katika alama ya kubaligh. Usubiria maka, usubiria mtoto mpaka kisha miaka 15 ama 16, pengine ile ni barobaro lishafika umri wa sawa, likiwa bado na miaka 12. Said ibn Zaid ibn Harith alikuwa anapishana na babake miaka 12 peke yake. So baba alikuwa akitembea na mwanao kaka, wewe ni mtu na brother yake, yani ameoa mapema. So ndio kijana wako ambaligha mapema, wasema tu bado. Ndio Mtume alayhi salatu wasallam akatwambia tuwaamrishe kuswali wakifikisha miaka 7. Hadha ya hata katika saum muamrishe mtoto wako kufunga, anza kumzoesha kufunga akiwa na miaka 7, anza kumamrisha kufunga. Na ikifikia katika umri wa miaka 10 mchape. Leo na hii maneno na athari kutoka kwa hadithi Aisha radhiallahu ta'ala anha, sahabiyat na salafiyat walikuwa wanawapea watoto wao, walikuwa wanawazoesha watoto wao kufunga wakiwa bado wadogo, wanawazoesha kufunga. Inawezekana wakawachukua wakaenda nao pahali pengine ambako hamna chakula. Mtoto akiketi akisikia njaa umpea madoli akachezea na nini,
paka tem fulani akizidiwa sana wamempa chakula, falidhalika waanza kumzoesha akiwa bado mdogo. Lakini hadha sawma, hata kama kitokea amefunga ile siku, thawabu yake itaenda kwa mzazi, thawabu yake itaenda kwa mzazi. Falidhalika mtu yoyote ambaye kwamba atakuwa na sifa hii ya kuwa ni Muislamu na akili yake mbalighi, itakuwa kwake lazima kufunga. Qala kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa kwa wale ambao kwamba walikuwa kabla yetu. Ndugu zetu ambao kwamba walikuwa kabla yetu na wao pia walikuwa wanafunga, japokuwa somo ilikuwa inatofautiana. Kuna mtu alikuwa yafunga labda yeye somo yake yafunga kunywa maji peke yake katika nyumati zilizopita, yeye yatumia kila kitu isipokuwa maji peke yake, ama yatumia kila kitu isipokuwa chakula peke yake, hakadha. Au yafunga kutokuzungumza kama Zakaria, Maryam radhiallahu ta'ala, Maryam alayhi salam qala inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Sasa falidhalika hadha wao pia walifaradhishiwa som, walifaradhishiwa som. Hadha huna qala kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa walikuwa kabla yenu. Tashbiha as-sawm, tulifaradhishiwa sisi som kama walivyofaradhishiwa wao. Laysa tashbiha al-kayfiyya, wasema tashbihu al-hukm, laysa tashbihu al-kayfiyya, kufananisha hukumu ya som kwamba na wao pia walikuwa wanafunga kama vile sisi tunavyofunga, lakini si kama vile saumu yetu. Si lazima saumu yao kuwa kama saumu yetu, la, saumu yetu sisi pengine inaweza kuwa tofauti na aina ya saumu yao, lakini na wao pia walifaradhishiwa saumu. Falidhalika hadha huwa, na saumu ulama wanatuambia huwa al-imsaku anil muftirati min tulu'i al-fajri as-sadiq ila ghurubi ash-shamsi, ni mtu kujizuia na vitu vyote ambavyo kwamba vafunguza, sawa ikawa aklun au sharabun, vinywaji au vyakula au jambo lolote, mfano jimaa wa ghairiha, ambayo zapelekea huyu Muislamu afungue, yafaa ajizuie nazo hizi. Min tulu'i al-fajr, kuanzia kuchomoza kwa jua fajri, ila ghurubi shams, mpaka katika kuzama kwa jua, binniya, lakini ukiwa na nia ya kufunga. Inawezekana kuna mtu tu akaamka asubuhi akaamua sikule kuanzia asubuhi mpaka jioni, huyo atakuwa mfunga, na mfunga kilugha, kadhaa jizuia kula, lakini hajapata thawabu, hajapata thawabu sababu hajatekeleza ile somo ambayo kwamba yatakikana. Lidhalika hadha huwa somo. Lakini lengo la somo ni nini? Qala rabbuna tabaraka wa taala la'allakum tattaqun, lengo la Allah kutufaradhishia somo sisi tupate kuwa ni wacha Mungu. Lengo la saum ni sisi tufikie katika daraja ya taqwa. Saumu ambayo kwamba haikufikishi katika taqwa, saumu yako iangalie, sababu ukifunga saumu ya kweli itakuwa ni sababu ya kufika katika taqwa. Allah sema la'allakum tattaqun, ili muweze kupata ufaulu. Ma huwa taqwa? Ni nini taqwa? Taqwa ni jina ambalo kwamba limekusanya mambo yote ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda. Hiyo taqwa, hiyo ni taqwa. Falidhalik, ikiwa wewe saumu yako haikupeleki katika mambo ambayo kwamba Allah jalla jalaluhu anayapenda, basi saumu yako itizame. Al-khalalu fi sawmik. Ali radhiallahu ta'ala anhu wasema at-taqwa huwa al-khawf min al-jalil, kumwogopa Allah. Falidhalika wewe ukifunga yatakana ufikie katika goal la kumwogopa Allah jalla jalaluhu fi sirri wal alan, siri na dhahiri. Je, ukiwa mbele ya watu unaishi vipi na watu? Wewe ni mcha Mungu? Mcha Mungu baina yako na baina ya Allah jalla jalaluhu? Mcha Mungu baina yako na baina ya waja wa Allah jalla jalaluhu? Yoyote ambaye kwamba hawaonei haya waja wa Allah, hatumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalika la budda ufikie katika hii level ya al-khawf min Allah, khawf min al-jalil. Lakini kadhalika saumu inkuja ili mtu afikie katika level ya al-amalu bit-tanzil, awe anafanyia kazi Qur'ani na Sunna. At-tanzil yani al-amalu bil-Qur'an wal-amalu bis-Sunnah, kwa sababu hivi ndio vitu viwili ambavyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameviteremsha. Anasema Mtume alayhi salatu wasallam, anasema inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'a, minapatiwa Qur'ani na mfano wake. Falidhalika miongoni mwa mambo ambayo kwamba yameteremshwa ni hii Qur'an, ni hii Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna baadhi ya watu wanatia shaka na Qur'an, wanasema hii Qur'ani mlionayo sijui kadha sijui kadha sijui kadha. Shia alayhim la'natullah.
Ndio mmoja wao yosema kwamba hii Qur'ani mbadilishwa, mbona nyinyi mwasoma hivi? Hizi sura zimpangwa na Allah subhanahu wa ta'ala, zimpangwa na Jibril alayhi salam. Mmoja katika sahabi asema Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa hajui mwisho wa sura mpaka Allah tabaraka wa taala atapoteremsha sura bismillah. Ni dalili ya kwamba huu taratibu mpangwa na Allah na mtume wake. Hadha amru tawqifi, hili ni jambo la tawqifia. Hizi sura zote zimepangwa na Allah jalla jalaluhu, zimepangwa na Allah jalla jalaluhu na mtume wake. Wala yajuzu lilmuslimi an yashukka fi hadha, haifai muislamu kutia shaka juu ya hili, bali kutia shaka juu ya hili qad yuaddihi ila al-kufr, yaweza kumpelekea juu ya ukafiri. Jambo ambalo kwamba limefanywa kwa ijtihadi ya salaf ni taksimul ajza, kupangilia hizi juzu ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ndio taksimu ambao kwamba mpangwa na nini na katika zama ya Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj alikuwa ni dhalim sana, lakini alikuwa muhtamu bil Qur'an, akawaamrisha baadhi ya wema wakapanga hizi ajza. Sasa juzu ya kwanza, juzu ya pili, juzu ya tatu mpaka juzu ya 30, ili yashula alqiraa, ikuwe vepesi kusoma. Wala si hili jambo la tawqifia, si jambo ambalo kwamba ati nataabadu biha, la, bali ni jihad ambayo kwamba wameitumia. Wa illa hizi suwar zimpangwa na Allah tabaraka wa taala na mtume wake alayhi salatu wasalam. Tena mtume akupanga yeye, alikuwa yuwapangiwa. Ikiteremka sura amwambia sahaba wake ambaye kwamba anaandika kina Zaid, ambia hii weka pahali fulani, hii weka pahali fulani, kutabul wahi. Lidhalika mambo tawqifi. Wasikuje watu wakaanza kushawishi akili za Waislamu, wakaanza kuchafua akili za Waislamu. Na kwa vile Waislamu ilivyokuwa sisi leo wazembe kusoma, tojabeba wote na hawa waovu, kwa sababu mtu la yaalamu dina, hajui dini yake, la yaalamu tarikh, hajui tarikh. Anakuja mtu bismi tashayyu, akamchukua akampeleka katika sehemu zao. Lesh? Lianna la yaarifu alislam, yeye mwenyewe hajui Uislamu. Waliadha, ndo maana jahl katika dini ya Allah ni jambo baya sana. Mtume alayhi salatu wasalam siku moja ajiwa na habari, sahaba wake kadhaa wameenda katika jihad, mmoja wao akafikiwa na jeraha kichwani. Alipofikiwa na jeraha kichwani usiku, akafikiwa na janaba. Amerauka usubuhi, anawauliza jamaa zake, jamaa, mimi nina jeraha kichwani, je, naweza nitafanya vipi na nina janaba? Wale jamaa waambia hakuna njia nyingine, wewe yafaa ukoge. Jamaa akaeka maji juu ya jeraha, ikawa ni sababu ya maradhi yake kuzidi, akafariki. Habari hii yamfikia Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam yakasirika sana. Kwa nini hao jamaa wanjibu swali kwa ujinga? Qala qataluhu, wamemuua mwenzao. Qataluhu qatalahumullah, Allah na wao pia waangamizi. Allah walaani kwa kitendo ambacho kwamba wameifanya. Hala salu idha lam ya'lamu, kwa nini hawakuuliza kama walikuwa hawajui? Inma shifa'u al-'ayyi su'al, tiba ya ujinga ni kuuliza. Falidhalika wewe Muislamu yafaa kuwa na ilmu. Amri ya kwanza kuteremka duniani ni iqra, soma. Soma, ukisoma utaepukana na hizi dhalamu zote. Vipi leo wazaridhia wewe mtu ambaye kwamba anakuja anamtukana mamako, anamuita mamako kuwa ni mzinifu, anamuita mamako kuwa ni mzinifu, kisha kikupea mfuko mmoja wa mchele na nyama, wewe unasimama na yeye unampigia na makofi na wewe mtukana mamako? Lesha hadha ya ajili aljahl. Hijambo ndo maana katika Uislamu ujinga ukasemwa vibaya. Aljahlu da'un qatilun, Imam Shafi'i anasema aljahlu da'un qatilun wa dawa'uhu amrani fi an-nass muttafiqani fi al-kitab muttafiqani, imma nassun min kitabin aw sunnatin wat-tabibu dhaka al-alim ar-rabbani. Ujinga ni gonjwa kubwa sana, qatil, na tiba yake mambo mawili, imma nassun min kitab Qur'an au sunna, au sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tabibu mfati alim, mtu ambaye kwamba yuko na ilmu, mtu ambaye kwamba ni sunni, mtu ambaye kwamba yajua masail, kama anavyosema Abdullah bin Mubarak, inna hadha al-ilma dinun
fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, hii ilmu ni dini, tizameni ni wapi mtachukua dini yenu. Kuna pahali mutenda mtaharibiwa dini yenu. Fala budda lilmuslim an ya'lama hadhihi al-umur wa an yafqaha. Falidhalik, katika malengo ya saum ni taqwa, na taqwa ifikie mtu level yofanyia kazi Qur'an. Wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Khalas. Na kadhalika akasema Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala an qala waridha bil qalil, na mtu aridhike na kile kichache. Kuridhika na qanaa ni katika tabia za Kiislamu. Qanaa ni katika alama ya uchamungu. Wala tamnun tastakthir, siku tu kila siku tamaa, ongeze tamaa. Ridhika na kile ambacho kwamba uko nacho, jitahidi kutafuta, lakini ukipata shukuru. Katika miongoni mwa alama za iman pale Allah subhanahu wa ta'ala idha qanna'aka bima atak, atapokukinaisha na ile mambo ambayo kwamba ankupea. Kuna baadhi ya Waislamu, wallahi kuna baadhi ya ndugu zetu binadamu huishi pengine yuko nacho, lakini ile dhiki ambayo kwamba yuko nayo katika moyo wake mpaka ashindwa kuenjoy na alicho nacho, yuatamani zaidi. Huyu mtu mpaka ataja kuondoka wala hajafaidika lolote. Kile ambacho kwamba ako nacho hajakitumia vizuri, haja enjoy, na pia anachokitaka pia pengine hajakipata. Ndio Mtume alayhi salatu wasalam asema yaqulu ibn adam mali, binadamu asema hii yangu nataka mali. Wa hal laka ya ibn adam, una mali nyingine ewe ibn adam isipokuwa ile kitu ambacho kwamba umekula ukaimaliza, ama nguo labista fa ablait au tasaddaqt, ama ile mali ambayo kwamba umetoa sadaqa ikawa ni sababu ya kuitunza kwa kutembelea Allah subhanahu wa ta'ala. Tumesema walan yamla ibn adama fa illa turab, wala mdomo wako hautajaza isipokuwa na mchanga peke yake, turab. Fala budda lilmuslim afikie katika hii level ya kuridhika na kile kichache. Ulama warabu wasema alqana'atu kanzun la yafna, kukinai kwa ulichopewa na Allah jalla jalaluhu ni hazina ambayo kwamba haimaliziki. Na jambo la mwisho akasema wal-istidad li yawm ar-rahim, kujiandaa na siku ya kuondoka. Siku ambayo kwamba utaacha hii dunia, siku ambayo kwamba utawaacha vipenzi wako, siku ambayo kwamba utaachana na masahibu wako ambao kwamba ulikuwa uko nayo, mali yako yote utaiacha. Mmoja katika mshairi asema faraqtu inni abuthuka min hadithin wal hadithu lahu shujun, فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني سكون القبر أول ليلة في القبر بالله قل لي ما يكون. Nilitoka siku moja nikaacha kulala katika kitanda yangu, nikaenda kulala pahali pengine, utulivu ukanitoka katika moyo wangu, nikakosa utulivu. Time ya adhana, mbona watazama gani? Time ya adhana imefika? Bado. Asema faraqtu mawdhi'a marqadi, nilitoka katika sehemu ambayo kwamba ninalala, nikalala sehemu nyingine, nabadilisha tu kitanda yangu ninayolala. Fafaraqani sukunu, utulivu ukanitoka mimi, nikakosa utulivu. Ikiwa haya ni mambo ya dunia na kitanda, ama pengine mmezoea kulala usingizi wa Mombasa na kulala usingizi wa Lamu, pengine nikakosa usingizi siku ya mwanzo. Alqabru awwalu laylatin, vipi usiku wa kwanza kabrini, qul li ma yakun, niambie itakuwaje. Na alqabru awwalu manzilin min manazil alakhirah, kabri ndo manzila ya kwanza na mashukio ya kwanza katika mashukio ya akhirah. Fala budda lilmuslim an yasta'idda li hadha alyawm, la budda muislamu ajiandae nayo siku hii ya kuondoka, mpaka akiondoka aondoke akiwa yuko na yaqeen. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kama sijasahau, akiwa yokata roho mwanawe anakuja mbele, abi qul la ilaha illa Allah, babangu sema la ilaha illa Allah. Anakaa mmoja sema la pana, ambia qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha, sema pana. Baadaye akazimia. Alivyorudi katika akili yake, mtoto yule alia asema pengine babangu alikuwa mnafiki, leo hii naambia sema la ilaha illa Allah, sema hapana. Alivyozinduka babake ambia abi, nakwambia useme la ilaha illa Allah, sema hapana. Ambia mwanangu, mimi la ilaha illa Allah niliishi, lakini Iblisi alikuja katika wakati wa mwisho akitaka mimi kunighuri, nikawa nasema la ilaha illa Allah, ndio maisha ambayo kwamba mimi nayaishi. Falidhalika hiyo ni siku ambayo kwamba mtu amejiandaa nayo.
Mmoja katika salafu anafariki akiwa pembeni katika nyumba yake, anakuja binti yake analia, babangu ondoka. Amwambia la tabki, usilie mwanangu, fa inni khatamtu alquran. Unaona ile zawia, ile kona ya nyumba, nimemaliza Qur'ani mara kadhaa. Akataja mara nyingi sana. Falidhalika ni maisha ambayo kwamba mimi niliishi. Mimi nilijua ya kwamba yauman ma takutana na Mola wangu. Ndio Allah tabaraka wa taala anawasifia wale watu ambao kwamba watapewa kitabu yao na mkono wa kulia. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini, yule ambaye kwamba atapewa kitabu yake na mkono wa kulia, fa yaqulu ha umqra'u kitabi, atasimama ashika kitabu yake, anambia jamaa, njoni msome kitabu yangu jamaa. Unajua ukipasi school unakuwa number 1, wewe enjoy sana, au nshenziwa pepa yako, jamaa njoni muone. Lakini ukiona mtu anatokana na karatasi yake kisha angalia chini, unajua kuna kitu, unajua tayari shaumia. Sasa jamaa asema njooni, umqra'u kitabi, njoni msome kitabu yangu. Kwa sababu gani? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, mimi nilijua kuwa nitakutana na hii hisabu yangu, nilijiandaa nayo. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الآخرة. الله tujalie sote tuwe watu peponi. Falidhalika hiyo ndo target ya saum, hiyo ndo lengo ya saum, tufikie katika level ya takwa. Kisha Allah akasema ayyaman ma'dudat, masiku ya Ramadhan, masiku machache sana. Masiku mangapi? 30 au masiku 29? Ayyam qala'il, siku chache. Hizi siku yafaa Muislamu asimamishe kwa ibada, na uchache wake wazidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametia taisir katika saumu yetu. Kitambo jamaa alikuwa inawezekana mtu akilala, mtu kitokea kalala kabla al-maghrib, basi ile ndo siku nzima hadi mpaka tena kesho siku nyingine maghrib. Lakini Allah jalla jalaluhu akaishusha, akateremsha kwa huu umma. Jamaa tulikuwa hawezi usiku, hawezi kukutana na mke wake ama kukula chakula, lakini Allah jalla jalaluhu akaishusha, kama Allah anasema uhilla lakum layla siyam arrafathu ila nisaikum, na aya tatufikia. Falidhalika hii aya sema ayyam ma'dudat, masiku machache haya yafaa tujitahidi kufunga. Masiku ndo tunasema 30 yawman au 29 yawman, kwa hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, idha ra'aytumuhu fasumuhu, mkiona mwezi wa Ramadhani fungeni, wa idha ra'aytumuhu faftiru, na mkiuona fungueni, fa in ghumma alaykum faqdiru la, katika riwaya ya kwanza. Fa in ghumma alaykum faakmilu al-iddata 30 yawman, kamilisheni idadi siku 30. Ni dalili ya kwamba inawezekana mwezi ukaonekana katika siku ya 29, tusipouona tukamilisha siku ya 30. Nasema ayyama ma'dudat. Sasa Allah katoa maelezo, faman kana minkum maridan, yoyote katika mwezi wa Ramadhani ukimfikia akawa ni mgonjwa, hawezi kufunga, maridan au ala safar, ama akawa yuko safarini, fa'iddatun min ayamin ukhra, atafunga siku nyingine, maki atalipa ile saumu yake siku nyingine. Ikiwa wewe ni mgonjwa ama ikiwa uko na maradhi huwezi kufunga ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi utalipa zile masiku ambazo kwamba ulifungua ndani ya mwezi wa Ramadhani, waruhusiwa kufungua. Na hiyo yote ni min yusri hadha alislam, min yusri hadha ad-din wa samahati, katika uzuri wake na wepesi wake, kwamba Allah jalla jalaluhu tuongea kwamba yaweza mtu akafikiwa na Ramadhani akiwa ni mgonjwa au akawa msafiri. Qala fa'iddatun min ayamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na wale ambao kwamba huweza somo. Jamaa, kitambo somo ilikuja ikiwa imekhiarishwa baina ya mambo mawili, imma mtu afunge au alishe kila siku miskini moja. Lakini baadaye sharia ikabadilishwa, ikawekwa kwamba kufunga ni lazima, kama aya itapokuja mbele yake. Ndio Allah sema alladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Inawezekana mtu anaweza kufunga lakini hajaamua kufunga, yualisha maskini, yualisha maskini ile sehemu ya kufunga. Kisha Allah akasema faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. Ambia wa an tasumu ay wa sawmukum khairul lakum, yenye kama mkifunga basi ni khairi. Ukifunga ukatoa sadaqa alhamdulillah, lakini kufunga ni bora zaidi kuliko kufungua na kulisha, kwa sababu mwanzo ilikuwa mtu ana khiari baina ya kulisha ama kufunga. Kisha Allah tabaraka wa taala akasema in kuntum ta'lamun, na akatwambia shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambayo ndani yake imeteremshwa Qur'an. Shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhan, alladhi unzila fihi alquran, ambayo ndani yake imeteremshwa Qur'an. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu. Sasa mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu. Mwezi wa Shaaban mwezi wa 8, sio? Mwezi wa Kiislamu uko mingapi? 12. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thani.
alafu Rajab, Shaaban, Ramadhan, Shawwal, Dhulqa'da, Dhulhijja. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa 9 katika miezi ya Hijriyan, ambayo hii ni miezi Allah Subhanahu wa ta'ala sema unzila fihi alquran. Qur'ani imeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhan. Na Qur'ani imeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhan. Awwal nuzulihi kana fi Ramadhan, mwanzo wa kuteremka Qur'ani ilikuwa ndani ya Ramadhan. Qala fihi hudan linnas, ndani ya hii Qur'an kuna mwongozo kwa waja. Watu wanapoishika hii Qur'an upata hidayah. Qur'ani Allah Subhanahu wa ta'ala ameleta ikuwe ni hidayah, ikuwe ni mwongozo kwa umma. Yoyote ambaye kwamba ataishika vizuri hii Qur'an, yoyote ambaye kwamba atafanyia kazi Qur'an, falan yadhilla wala yashqa. Lakini sisi leo maisha yetu yanakuwa ya taabu, maisha yetu yanakuwa ya kuchengea. Sababu gani? Sababu tumeiacha Qur'an. Uzajiuliza Muislamu, pengine mpaka leo pengine hujui kusoma Qur'an, wala katika familia yako wewe Allah akuruzuku watoto 5 wote hakuna hata mmoja amehifadhi Qur'an. Lesh Qur'ani nabadhnahu waraa dhuhurina, tumeiweka nyuma migongo yetu. Labda tuielekee Qur'an tilawatan, tusome Qur'an, tadabburan, tuzingatie Qur'an, wa amalan, na tuifanyie kazi hii Qur'an. Qala hudan linnas, sababu tukiyafanya haya kuisoma Qur'an na kuizingatia na kuifanyia kazi itatuongoza. Qala fihi hudan linnas lakin wa bayinatin min alhuda wal furqan, na Allah Subhanahu wa ta'ala sema hii Qur'an ni bayinat, inabainisha baina ya hidayah, lakini inambainishia mtu uongofu ni gani, lakini kadhalika ni furqan ambayo yufarriqu baina alhaqqi wal batil. Ukishika Qur'an utafarikiwa baina haki na batil. Na ndio maana watu wa batil hutoa juhudi zao kila uchao. Sababu gani? Wanataka waiangushe hii Qur'an, wanataka waiangushe hii Qur'an. Ndio maana utaona kila siku wanajaribu, watazua kuhusu Qur'an, hii Qur'an kadha, hii Qur'an kadha, hii Qur'an kadha, yote wanataka kuzua kuhusu Qur'an. Ndio wengi wao wataka kuleta msahafu wao, wataka kuleta Qur'an yake, wataka kuleta nini yake, wala hawataweza. Allah Subhanahu wa ta'ala sema inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun, tumeteremsha Qur'an na tutaihifadhi. Allah ataihifadhi hii Qur'an. Usipoihifadhi wewe na mtoto wako na familia yako, Allah jalla jalalu ataleta watu ambao kwamba wataihifadhi hii ni Qur'an na wataipigania hii ni Qur'an. Humur rijal. Tazameni leo kwa mitandao, hivi ni nani leo anaweza kufuta Qur'an? Hetu amke siku moja Qur'ani yote haiko duniani. Mahafidh wangapi leo wako? Kuna vitoto vidogo vya miaka 5 cha soma Qur'ani kweli kweli. Qur'ani lini itakuja kuharibika? Ndio kitabu ambacho kwamba Allah amekiasirisha kuhifadhiwa. Walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min mudakkir. Sasa imma uamue uwe katika ahlul Qur'an, katika watu ambao kwamba watakuwa ni wenye kusoma Qur'an, na imma uamue mwili wako na moyo wako uwe ni wi'a, chombo ambayo kwamba Allah jalla jalalu anahifadhi hii ni Qur'an. Na inna nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Miongoni mwa njia hizo za kuhifadhi Qur'an, Allah anahifadhi fi suduri rijal, katika vifua vya watu. Sasa inawezekana wewe ukawa ni mtu ambaye kwamba Allah amehifadhi Qur'ani katika kifua yako, sio? Chagua, imma ukuwe ni katika mtu ambaye kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala amehifadhi Qur'ani katika kifua yake, ama hata katika familia yako kisikosekane chombo cha Qur'ani ndani ya nyumba yako. Wallahi huffadh ni zuhurullah fil ardh, mahafidh ni maua ya Allah Subhanahu wa ta'ala ardhi. Alhuffadh alquran, Qur'an liyasir, Qur'an ambayo kwamba yatembea, yatembea na Qur'an na kitabu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakini labudda akuwe ni hafidh ambaye kwamba ni amilan. Ya hafidh alquran lasta bihafidh hatta takuna lima hafidhta mutabbiqa madha yufiduka an tusamma hafidhan wa kitabu rabbika fil qulubi tamazzaqa. Ewe hafidh alquran, wewe uweze kuhesabika kuwa ni hafidhi mzuri, hatta takuna lima hafidhta mutabbiqa, mpaka ufanye kazi Qur'an. Kuna watu leo wamehifadhi Qur'an lakini wasujudia kaburi. Uongo? Sikuna mtu anaenda kuomba kaburini na yeye amehifadhi Qur'an. Sikuna mtu leo amehifadhi Qur'an afu yomba ya Hussein. Sikuna mtu amehifadhi Qur'an anasema ya Ali. Allah Subhanahu wa ta'ala sema idha sa'ala aya inakuja, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'wata ad-da'i, najibu maombi yao. Kisha mtu anaenda kumuomba wali ambaye kwamba mfariki katika kaburi. Ya Abdullah, kuna mtu anaenda kumuomba wali ama sharifu fulani amfariki miaka 20 imepita ama 30 katika kaburi yake, ilhali ule sharifu mwenyewe alikufa kwa ugonjwa, kisha yeye anaenda kumuomba amtibu.
Sharifu mwenyewe alikufa, mata at-tabibu bidai alladhi kana yualiju, tabibu mwenyewe alikufa kwa ugonjwa ambao kwamba alikuwa anatibu watu, lakini huyu amfariki kwa ugonjwa, kisha wewe pia waenda kumuomba akutibu. Min aina laka hadha? Sasa leo tunapata vijana subhanallah wameenda katika madaris kwa Ahlus Sunna na Nuwam, wakasoma Qur'ani kule, wakahifadhi, matokeo yake akawa mtu ni hafidhul Qur'an wa huwa mushrikun billahi ta'ala. Hafidhul Qur'an lakini ni mshirikina. Ndio mmoja katika salaf anasema, allimu auladakum al-aqida, wasomesheni watoto wenu aqida qabla al-Qur'an au qabla an yahfadhu al-Qur'an, qabla wajafikia kuhifadhi Qur'an. Yasije kafikia mtoto kahifadhi Qur'an lakini huwa yasjudu lis-sanam. Ni kuna faida gani ya kukatazwa shirki ndani ya Qur'an ilhali mwenyewe haielewi? Falidhalika hadha la budda fihi. Qala hudan lin-nas wa bayinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yoyote ambaye kwamba ataona mwezi afunge. Allah anasema faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Al-mu'tabaru fi dukhuli shahri Ramadhan ar-ru'ya, inayozingatiwa katika kuingia mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Ramadhani kuona. Ukiuona mwezi wa Ramadhani yafaa ufunge, na tukipokea habari kutoka kwa mtu yafaa kwa watu wawili. Mtu mmoja akituletea habari kwamba mwezi wa Ramadhani ameuona, alhamdulillah, lakini ukitoka katika Ramadhani labda kwa watu wawili, kwa sababu asli baqa fi ibada. Falidhalika ukiuona wewe ama ukijiwa na habari kutoka kwa mtu ambaye kwamba ni thiqa, mtu ambaye kwamba unamwamini, wafunga. Na hapa ikaja masaila ambayo kwamba pengine amma khilafu imeenea, ambayo kwamba ni masala ya ikhtilafu al-matali, kutofautiana machomozi ya juu ya mwezi. Wenyewe wameona leo, wengine wameona kesho, na masaila ambayo kwamba yako na khilaf baina ahli al-ilm, na kila ulama yuko na rai yake. Ulama masail khilaf qawiya, lakini al-ibra inayozingatiwa ni mji wako ambao kwamba wewe wafunga katika ule mji, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasallam asema sawmukum yawma tasumun, somu yenu ile siku ambayo kwamba mfunga nyote kwa pamoja, wafitrukum yawma tufturun. Falidhalika la budda muone, mushuhudie mwezi. Qala yoyote ambaye kwamba ataona mwezi basi itamwajibikia yeye kufunga. Wa man kana maridan, ama yule ambaye kwamba atakuwa ni mgonjwa, au ala safar, ama atakuwa safarini, fa iddatu min ayamin ukhra, atalifa siku nyingine. Yuridu Allahu bikum al-yusra, Allah subhanahu wa ta'ala anataka wepesi kwenu, msije mkafunga ilhali mko safarini mkafikiwa na matabu. Siku moja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akiwa katika safari yake, wametoka Makkah, wametoka katika hija. Walipofika pahali Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitisha maji akanywa, kwa mfunga. Baadhi ya masahaba wakafunga, baadhi ya masahaba nao pia wakafungua. Kuna bwana mmoja baadaye akaonekana ameanguka huko, wanamfuata jamaa wampepea namna hii, amfikwa na joto, anzimia, auliza huyu jamaa na nini? Mtume ambaye jamaa kwa mfunga. Mtume akasema laysa min albirri as-siyamu fi as-safar, haipendezi mtu kufunga safarini. Allah tabaraka wa taala hupenda kama tunavyozifanya faradhi zake, kadhalika tuziendee fursa zake. Falidhalika ukiwa na fursa ya kufungua unaweza kufungua, lakini saumu ikiwa ndani yake na mashaka, hadha ahra, wewe ufungue, umeona, wala usijilazimisha kwa sababu una fursa. Lakini ikiwa pengine saumu haina mashaka, mashallah, leo unaweza kusafiri labda kwa ndege, umeona bana, wala una wasiwasi. Je, kitambo tutembea na farasi kama sasa hivi sisi mashallah tuko na Bolt ya Lamu, tembea napanda Bolt ya Lamu, panda nini humar, tembea naye mashallah. So ukitembea naye masafa ndefu utafikiwa na vumbi kwa mdomo na nini. Lakini sasa kuna mtu kutoka hapa mpaka Makkah masaa 6 masaa 5, lakini akifika akishuka msafi mwenyewe ukuliko hata ambapo kwamba ulikuwa unalala kwa room yako. Manake kwamba ikiwa mtu hana mashaka hakuna neno, lakini ikiwa kuna mashaka basi afungue. Na qala yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, hii dini ni nyepesi. Mtume alayhi salatu wasallam asema inna hadha ad-din yusra, hakika hii dini ni nyepesi, wala nashuddahu ahadun illa ghalaba, haitamshinda yoyote isipokuwa yule, hata yafanya mtu yoyote hii dini kuwa ngumu isipokuwa itamshinda, sababu dini hii ni nyepesi. Ukitaka kujibana utashindwa, lianna ad-din yusra. Qala walitukmilu al-idda, namkamilisha idda ambao ni 30 yawman ama 20 yawman, walitukabbiru Allah ala ma hadakum, namkifikia katika wakati wa kufungua, alhamdulillah, mhimidini Allah subhanahu wa ta'ala, namlete takbira, mumkabirisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa mkuongozeni nyinyi kufunga mwezi wa Ramadhani, la'allakum tashkurun, asa mkaingia katika group ya kuwa ni watu wenye shukrani. Mkifuatilia mara nyingi sana Allah jalla jalalu anawakumbusha binadamu wafanye shukrani.
na mara nyingi sana Allah subhanahu wa ta'ala tutajia ya kwamba wanaomshukuru Allah ni wachache. Falidhalika miongoni mwa fadhail za shukrani ni kwamba mtu yoyote ambaye kwamba atakuwa na tabia kumshukuru Allah, huyu huwa ni katika watu special wa Allah jalla jalaluhu, kwa sababu Allah sema wa qalilun min ibadi ash-shakur, si kila mmoja yoweza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema idha salaka ibadi anni fa inni qarib, pale waja wangu wanapokuuliza kuhusu mimi waambie mimi nipo karibu na wao. Sana wanapokuwa wanataka kuniomba mimi nipo na wao. Allah hakusema ukitaka kuniomba mimi qila, ukitaka kuniomba mimi nenda kwa wali fulani, ukitaka kuniomba mimi nenda kwa sharifu fulani, ukitaka kuniomba la, ambia fa inni, niko karibu na wao. Kwa hiyo ukiwa na shida mwelekee Allah. Amma yujibu almuttarra idha daa, ni nani ambaye kwamba yuwajibu yuamsaidia mtu ambaye kwamba ametezwa amfikiwa na mazito pale anapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala? Ni Allah jalla jalaluhu. Ni nani ambaye kwamba yuwasaidia watu? Ni Allah. Muombe Allah jalla jalaluhu, la tasal ahadan, usimuombe yoyote, muombe Allah tabaraka wa taala. Wanaambia Waislamu hata ukiwa huna chumvi nyumbani, huna maji nyumbani, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah jalla jalaluhu, kisha kafanya sababu. Allah tabaraka wa taala qala fa inni qarib, ambia wao mimi nipo karibu na wao. Maana Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu na sisi zaidi kuliko sisi tunavyofikiria. Allah subhanahu wa ta'ala huwa maana, qala huwa ma'akum aina ma kuntum, yuko pamoja nanyi popote pale mnapokuwa. Wa huwa ma'ana bimaiyati, yuko pamoja na sisi biilmi, kwa ilmu yake kwetu sisi na hifadhi yake kwetu. Qala ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, najibu maombi ya yule mtu ambaye kwamba yaniomba pale anaponiomba. Ukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakujibu. Sawa, atakujibu sahihi ama atakujibu baadaye. Aina tatu za Allah subhanahu wa ta'ala kumjibia mja dua: ima atakujibu pale pale ukimwomba, ima atakujibu baadaye, ima atakujibu kwa kitu kingine ambacho kwamba utaki. Pengine umomba Allah subhanahu wa ta'ala akupatie mali, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akupatie mali baada ya miaka 10, ukawa masha Allah uko na mali nyingi. Au Allah subhanahu wa ta'ala akakupea saa hiyo hiyo, wafanya kazi ndogo ukapata mali. Ama Allah subhanahu wa ta'ala akakunyima mali akakupea afya, anakupa kitu ambacho kwamba ni munasib. Ndio maana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu asema lau nikikhiarishwa baina laysa maneno ya Abu Hurairah, afwan, laysa maneno ya Abu Hurairah, lakini maneno mmoja katika salaf asema lau binadamu akaona yale mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amwandalia katika qadar, basi angetamani kubaki katika ile qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inawezekana ukawa unatamani kumbe unachokitamani si cha sawa. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, waweza penda kitu lakini ikawa ni shari kwako. Wa asa an takrahu shay'an wa khairun lakum, waweza chukia kitu ikawa ni khairi. Falidhalika Allah atakujibia. Qala ujibu da'wat ad-da'i falyastajibu, lakini kwa sharti mjibie kwanza Allah subhanahu wa ta'ala, mjibie Allah kwa mambo ambayo amekuamrisha. Ukitaka kujibiwa na Allah dua yako, wewe muitikie Allah, muitikie Allah, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum, enyi mlioamini muitikieni Allah subhanahu wa ta'ala pale anapokuiteni katika mambo ambayo kwamba anakupeeni uhai. Falidhalika yafasi tumjibie Allah, tumjibie Allah katika itikadi yetu ikuwe sawa, itikadi ya sawa, aqida sahiha. Tumjibie Allah subhanahu wa ta'ala katika sunna mtume alayhi salatu wasalam. Tumjibie Allah tabaraka wa ta'ala katika tabia zetu, tuwe na tabia nzuri. Tumjibie Allah tabaraka wa ta'ala katika miamala yetu na watu, tuwe na miamala mizuri na watu. Yote hii Allah subhanahu wa ta'ala atatujibia. Qala la'allahum yarshudun, asa wakapata uongofu. Na hii ni aya mwisho ambayo kwamba Allah jalla jalalu anabainisha ahkamu ambazo kwamba zinafungamana na mtu ambaye kwamba amefunga. Qala uhilla lakum laylata siyam arrafathu ila nisaikum, mmehalalishiwa nyinyi usiku wa funga, mwafaa kuendelea kuingilia wake zenu. Arrafath ala aljimaa, nafaa nyinyi kustarehe na wake zenu. Kama tulivyotaja kitambo, mtu alikuwa akifunga bana hawezi kufanya mambo hayo usiku, lakini sasa mashaallah wewe unaweza kwenda tu mashaallah ukamwendea ahli yako. Lakini wakati gani? Ni muda ambao kwamba kabla tulu'i al-fajr, kabla tulu'i al-fajr waruhusiwa wewe kuenjoy jivinjari utakao, lakini ikifika fajiri khalas, sio unaweza kaamua kufanya ile ndaku yako ya maftari, la basa bidhalik, lakini hiyo ni ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pengine inshallah hii masaili ambayo kwamba mbakia letu watamalizia. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.